vijana wametakiwa kuepuka visa vya uvunjaji wa sheria na uhalifu wakati wa maadhimisho ya tarehe 25 Juni ambayo yanaandaliwa kote nchini hapo kesho Alhamisi. Akizungumza na wanahabari wakati wa mkutano wa vijana ulioandaliwa na shirika la Siasa Plus kwa ushirikiano na Agenda Kenya, mwaniaji wa kiti cha ubunge eneo la Changamwe Hassan Mbangu Athman amesema licha ya katiba kuruhusu maandamano, kuna majukumu pia yanayoandamana na uhuru huo. Mbangwe aidha amewataka vijana hao kuzingatia nidhamu wakati wa maadhimisho hayo. Kikatiba tumeruhusiwa kuandamana, sheria imetuongoza, na nadhani wale ambao wamepanga maandamano kama hayo ama ni kumbukumbu ya kukumbuka yale yaliyotukia in 2024. Sheria imetukubalia. Wale waandalizi nadhani wamepata ni kupewa zile freedom ya kuexpress. Nadhani pia through the OCPD wa county wameweza kupewa authorization kuingia kwenye streets kuzungumzia yale yaliyotukia, lakini niweze kutolea tahadhari vijana wenzangu, tusiingie kwa mambo mengine ambayo ni tofauti na malengo. Maanake tukianza pia kupora watu na biashara zao ama tuanze kuingia kwenye vita ambazo sizo, nadhani tumeona athari yake. Tumepoteza vijana wengi ambao walikuwa na maono na malengo mengi katika maisha yao. Wakati huo huo, Mbangwe amewataka viongozi wa kisiasa kuepuka kuwachochea vijana kumwaga damu na badala yake kuleta raia pamoja. Kindly our leaders, let's stop inciting the community members. We keep on inciting them to get into violent actions, but then at the end of the day sisi we retreat in the comfort of our homes. Tunawaacha wao ndo wanapigana kule, wanamwaga damu. A lot is happening kule chini, but at the end of the day sisi tuko at the comfort of our homes. Kule chini ni wale wachochole ambao wanatumika vibaya. We've seen what happened recently at a church setup. Vijana wameingia kwenda kudisrupt a process that was happening for the sake of this nation. Sote tunataka Kenya ambayo imeweka mbele matakwa ya Wakenya. Sote tunataka Kenya ambayo iliyo sawa. Sote tunataka Kenya iliyoendelea. Mbangwe ameyapongeza mashirika ya Siasa Plus na Agenda Kenya kwa kuja na mafunzo hayo kwa vijana, akisema yatawasaidia vijana kukumbatia nafasi za uongozi katika uchaguzi ujao. Kwa upande wake, Monica Atieno, afisa kutoka shirika la Siasa Plus, aidha amewahimiza wanawake na vijana kuwa imara na matumizi ya mitandao katika kukabili hujuma na vitisho vya mitandao wakati wanaposaka nafasi za uongozi. Tukielekea mwaka ujao wa elections, tunaangalia threats za mitandaoni ambao zina affect wanawake na vijana sana, zenye zinawazuia from kuingia katika uongozini ama changamoto ambazo zinawapata wakiwa katika uongozi. So hii program ni ya kuwahamasisha kuhusu jinsi wanapaswa kujiconduct online wakikutana na vitu kama hate speech, cyberbullying, harassment ya wanawake ama vijana. Ni actions zipi wanaweza chukua ku prevent from kuendelea kufanyika. Monica muhimiza wananchi kuwakubali viongozi wenye maono na malengo ya kuinua jamii bila kujali iwapo wana familia au la. The major message kwa vijana na watu wote kwa jumla ni tukue accepting of everybody. Saa zingine hata kiongozi anaweza kuwa mzuri bila kuwa na familia. Tupatie kila mtu nafasi kama ako na manifesto na vitu vizuri ambazo anataka kufanyia jamii, kubaliwe kuwa kiongozi. Kwa upande wao, vijana walioshiriki mafunzo hayo wameelezea matumaini ya kuimarika baada ya mafunzo hayo katika kujiweka tayari kukabili vitisho vya mtandaoni. Nashukuru sana for siku ya leo. Actually kuongelea mambo ya about vile watu wanakuwa threatened how technology na spread issues in terms of government. I believe after the section tutakuwa able kuelewa on how to prevent hizi ama on how to educate others pia waweze kuelewa jinsi ya kujitoa dhidi ya hii kitu ya technology and online harassment na vitu mingi tu kuhusu online about our government. Also tutakuwa able kuweza educate others actually using the same means. Ningetaka kushukuru Agenda Kenya na Siasa Plus kwa kutuleta forum leo kuhusu mambo na digital threats. At the end of the session,
I hope watu watajua responsible usage of social media na jinsi ya kukabiliana, na in case mtu ana receive any kind of threats online. Since 2024 there have been a lot of abductions and all that. Nashukuru hii Agenda Digital na Siasa Place kwa kutuletea mafunzo ili tujue about hizi threats zenye zinaendelea kwa mitandao. I think tukimaliza tutakuwa tumejua penye tunaweza overcome hizo vitu. Ali Vincent, Benvin TV.